Lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Na wala msidhani kwamba wale waliofariki na kufa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwamba wamekufa, bali wako hai mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanaruzukiwa, wako hai, wanaendelea kuishi. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i, na tutakujaribuni kutokana na mambo yanayotia hofu na baa la njaa. Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati, lakini pia tutakujaribuni kwa kupungua mali zenu, lakini pia kupungua matunda yenu. Lakini yote hayo ni mitihani. Wabashiri sabirin, wape bishara njema wale ambao watakaoendelea kuvumilia katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao pindi wanapopata majanga, pindi wanapopata mitihani, pindi wanapopata misukosuko, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, watasema kwamba hakika sote ni waja wa Mwenyezi Mungu na kwake ndiyo marejeo yetu. Kifo cha Ayatollah al-Khomeini, amekuwa ni shahidi mbele ya Mwenyezi Mungu, amekuwa ni shahidi mbele ya malaika, amekuwa ni shahidi mbele ya watu wa Irani, lakini pia amekuwa ni shahidi kwa Waislamu wote duniani, na amekuwa ni shahidi mbele ya Mwenyezi Mungu kwa watu wote ndani ya ulimwengu. Vita na tija ya mashambulizi ya Marekani pamoja na Israel yamemuondoa shujaa huyu ambaye ametoa maisha yake, ambaye ametoa uhai wake, ambaye ametoa nguvu zake kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wa Irani, kwa ajili ya kuwatumikia Waislamu, aliyekuwa anatengeneza heshima ya Uislamu, aliyekuwa anatengeneza mustakbali bora wa kizazi cha Kiislamu, aliyegeuza Iran kuwa ni taifa tishio, aliyegeuza Iran kuwa ni taifa lenye kuigwa, aliyegeuza Iran kuwa ni taifa lenye kufanya mapinduzi ya kiuchumi, kiafya, kielimu, lakini pia kijeshi, ambaye aliifanya Iran kuwa ni superpower in the Middle East. Jembe limeondoka. Ndugu zangu, tunataka tuangalie katika haya ambayo yanaendelea kujiri nchini Iran baada ya kuanzishwa mashambulizi na jeshi la Marekani kushirikiana na jeshi la Israel dhidi ya taifa la mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran. Je, mrejesho wake ukoje? Mpaka sasa tunavyozungumza ni kwamba Marekani imekwisha ingia hasara ya jumla trilioni 5 za Tanzania na 8 takriban. Hii inatokana na nini? Inatokana na mashambulizi makali kutoka kwenye makombora ya Irani dhidi ya meli za kijeshi za Marekani ambazo zilizokuwa zimebeba ndege, kuharibiwa vibaya mno katika pwani ya bahari ya Hormuz. Mashambulizi haya yanakuja kama sehemu ya kulipiza kisasi kwa kile ambacho Marekani pamoja na Israeli walikianzisha kwa kutaka kumdhoofisha Iran na kushambulia baadhi ya maeneo, yakiwemo maeneo ya usalama, lakini pia yakiwemo maeneo ya makazi maalum ya kiongozi wa mapinduzi wa nchi hiyo Ayatollah al-Khomeini. Lakini Iran haikuishia kujibu katika mashambulizi hayo tu peke yake, bali imeelekeza mashambulizi yake katika maeneo 7 ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Kule Kuwait tunataarifiwa kwamba Iran imeweza kufanya mashambulizi makali katika uwanja wa ndege wa Kuwait. Lakini pia kule Bahrain, ambapo palikuwa kuna kambi kubwa ya jeshi la Marekani, Iran imeweza kuiangamiza kambi yote na kuisambaratisha. Lakini pia
kule Qatar, ambako pia palikuwa kuna kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani. Mpaka sasa kambi ile imeweza kusambaratishwa, lakini pia wanajeshi waliokuwepo wamepewa ruhusa ya kuondoka na kuondolewa katika eneo hilo, kuhofia mashambulizi zaidi yanayotokana na makombora ya Iran. Lakini pia katika nchi ya Jordan, na kwenyewe tayari mashambulizi yamekushaanza kuelekea, kwa sababu Jordan ni moja kati ya nchi zilizohusika kutoa nafasi kwa Marekani pamoja na Israel kuweza kuishambulia. Lakini mashambulizi makali zaidi na makubwa mno ya kutisha yameelekezwa katika anga la Tel Aviv, mji mkuu wa Israel. Tayari mji huo umefunikwa na makombora mazito. Usiku kucha watu hawajalala, wamekimbilia katika maeneo ya kujificha ambayo yameandaliwa maalum, mahandaki yaliyoko chini ya ardhi katika mji huo wa Tel Aviv. Vita hivi ndugu zangu ni vita vya ukanda, na Irani iliahidi kwamba iwapo tutaguswa basi tusilaumiwe. Ni sehemu ya barua alizoziandikia Umoja wa Mataifa kutoa tahadhari kwa shambulio la aina yoyote kutoka kwa Marekani na Israeli dhidi ya Iran, kwamba iwapo tutaguswa kwa namna yoyote ile, basi ulimwengu usije ukatulaumu. Ijapokuwa kwa sasa pameshatokea mpasuko mkubwa ndani ya nchi ya Marekani, raia wanaandamana kumtaka Rais Donald Trump ajiuzuru. Lakini pia kule Saudi Arabia na penyewe kuna maandamano makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kumtaka Malik Salman aondolewe, na hii ni kutokana na mashambulizi makubwa ambayo yamefanywa ndani ya nchi ya Saudia, hivyo kupelekea hatari zaidi ya kuweza kushambuliwa katika katika visima vya mafuta, jambo ambalo Malik Salman anamtaka na kumuomba rais wa Misri Abdul Fattah Sisi aweze kuingilia mgogoro huo ili kuweza kuangalia jitihada za kuweza kusimamisha vita. Lakini wakati huo huo, makombora ya Iran ambayo yanatumwa katika nchi ya Israel yameweza kusambaratisha kituo maalum cha kusafishia maji kinachoitwa At-Tahliyatul Miyah li Israel, kituo maalum cha kusafishia maji, kuyageuza maji kutoka katika maji chumvi ya bahari na kuyaingiza katika matumizi ya binadamu ya kawaida, jambo ambalo linalopelekea sasa na kutishia usalama wa maisha ya Wanaisrael, maisha ya watu wa Israel kuwa katika hatari kwa kufa wakikabiliwa na kiu cha maji. Lakini mashambulizi zaidi yanaelekezwa katika meli za kivita zilizoko baharini. Ijapokuwa meli ya SS ambayo imeonekana tangia mwanzo ikiwa katika hali ya udhaifu, ikiwa katika hali ya miundombinu mibaya na michafu, na yenyewe pia imeshindwa kufanya kazi kutokana na namna ambayo haikurekebishwa tangu mwanzo. Lakini wakati huo meli hii ndiyo meli ambayo iliyokuwa imebeba fahari ya Marekani, ndiyo meli ambayo ilikuwa imebeba gharama kubwa za Kimarekani, meli ambayo inamiliki wafanyakazi pamoja na wanajeshi na wahudumu zaidi ya 4,000. Lakini sanjari na hayo inamiliki ndege za kijeshi. Lakini wakati huo ni meli ambayo kila siku inategemea kutumia dola milioni 13 takriban kutokana na huduma zinazoendelea ndani ya meli hiyo. Kwa kweli ni meli ya gharama, lakini mwisho wa siku imekuwa ni meli butu na kuitia aibu taifa la Marekani kwa kushindwa kufanya kazi. Lakini wakati huo mashambulizi makubwa yakielekezwa katika meli zingine, lakini tayari mpaka sasa tunavyozungumza kuna shoti, tunasema hasara kubwa tayari Marekani imekwisha ingia kwa zaidi ya trilioni 5 za Kitanzania .8, ambayo ni sawa na dola bilioni 2 ambazo wamezipata ndani ya usiku mmoja. Vita hii ndugu zangu ina malengo mengi, lakini kubwa zaidi hakuna wanachokitafuta ndani ya taifa la Iran ni kutokana na umuhimu wa Iran katika ngazi za kiuchumi. Hivyo wanataka kuidhoofisha Iran ili waweze kudhibiti ngazi hizi za kiuchumi, na hasa mafuta yanayopatikana katika nchi ya Iran, lakini pia kudhibiti
mfereji huu wa Hormuz ambao unapitisha takriban 30% ya bidhaa kwenda katika mataifa mengine. Iran kijiografia iko karibia, ni kiunganishi baina ya Afrika pamoja na Asia, ni kiunganishi baina ya Asia pamoja na Ulaya. Lakini Iran sivyo ambavyo ilivyokuwa inachukuliwa na kutarajiwa, kwamba ingelikuwa kama vile Iraqi au ingelikuwa kama vile Libya au ingelikuwa kama vile Afghanistan. Lakini kinachoendelea na kinachoonekana ni kwamba Iran ni nchi ambayo iliyokuwa imejiwekeza kwa miaka mingi, ni nchi ambayo ilikuwa imejiwekeza kwa muda mrefu. Kwa siku ilikuwa inakadiriwa kwamba Iran walikuwa na uwezo wa kutengeneza drone zaidi ya 400. Piga mahesabu kwa mwaka mzima walikuwa wanatengeneza drone ngapi? Na katika mashambulizi haya Iran itatumia muda gani? Je, adui yake atakuwa na uwezo wa kuhimili muda wa mashambulizi ya drone, makombora ya Iran ambayo aliyaweka hazina kwa muda wa miaka mingi? Na iwapo Iran atageuka mshindi, nini kitatokea? Lakini uwezo wa Iran, tazama kile ambacho alichokizungumza na kukiahidi kwamba iwapo ataguswa kwa njia ya aina yoyote, ni kwamba ukanda mzima wa Mashariki ya Kati hautokalika. Na hili ndilo ambalo limedhibitiwa, na hili ndilo ambalo limethibiti katika uwanja wa vita, fi maidani al-harbi, katika uwanja wa vita. Ikumbuke kwamba Iran inachukua nafasi ya pili baada ya Uturuki ndani ya Mashariki ya Kati, katika nchi ambazo zina nguvu ndani ya Mashariki ya Kati. Ya kwanza ni Uturuki, na ya pili ni Iran, na ya tatu ni Masri. Ndugu zangu, vita hivi ni vita vya kiuchumi, sio vita ambavyo vinavyohusu mambo mengine, bali ni nani atakayetawalia vyanzo vya uchumi ndani ya Mashariki ya Kati. Na ili uwe mtawala wa dunia, tusifichane, ili uwe mtawala wa dunia ni lazima uhakikishe kwamba unatawalia vyanzo vya uchumi vilivyomo ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo yoyote ambaye atakayefanikiwa kutawalia mafuta yaliyopo ndani ya Mashariki ya Kati, huyo ndiyo superpower duniani. Jambo ambalo katika ukanda wa Mashariki ya Kati alikuwa anatengenezwa Israel kama ajenti mkubwa wa Marekani ili aweze kuwa ndiyo superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Akiwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati, maana yake Marekani itakuwa ni superpower duniani. Lakini jambo hilo tayari inaonekana kwamba lina mizizi, lina vigingi na lina vikwazo. Na kikwazo mkubwa ambaye anaikatisha Marekani kufikia ndoto yake pamoja na Israel ni Iran. Warabu wote wametulia, Warabu wote ni vibaraka, Warabu wote wananyenyekea, Warabu wote ni waoga kwa kuhofia maslahi yao ndani ya nchi za Marekani. Hivyo basi, tunapaswa, hatupendi vita itokee na hatupendi vita iendelee, lakini kwa hiki ambacho kinachotokea ni kwamba Iran wana haki ya kujitetea. Iran wanatakiwa walipiganie taifa lao, na sapoti kutoka kwetu inawezekana ikawa ni kubwa sana, na hatuwezi kuacha kuiunga mkono Iran kutokana na hiki ambacho kinachotendwa na mataifa haya vamizi ambayo kwa muda mrefu yamekaa kazi yao ni kuonea mataifa mengine. Wanaona kwamba wao ndio wana haki ya kumiliki kila chanzo cha uchumi duniani. Hivyo basi, Iran kwa sasa inapeleka mashambulizi katika pande zote za Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa na hotuba fupi aliyotoa mkuu wa majeshi ya Iran, msemaji mkuu wa jeshi la Iran amesema kwamba makombora yaliyokuwa yanatumika ni makombora ya zamani. Sasa subirieni kitakachotokea katika makombora mapya. Kauli hii inaonyesha namna gani Iran ilivyokuwa imejipanga kuanzia mwanzo, iwapo tu ataguswa na moto ambao utakao urejeshwa kama sehemu ya kulipa kisasi dhidi ya taifa hilo. Tayari Iran imekwisha muua rais wa Israel. Hizi ni taarifa mpya ambazo zinazoendelea kutrendi katika vyombo vya Israel, kwamba Iran katika mashambulizi yake imeweza kufanikiwa kumuua Raisul Hukumatul Israeli, rais wa serikali ya Israel. Ijapokuwa wameweza pia kufanikiwa kushambulia makazi maalum ya Benjamin Netanyahu, jambo ambalo linazidi kuzidisha hofu
kwa wananchi wa Israel, lakini pia katika jeshi la Israel na viongozi wa Israel. Habari hizi huwezi ukazipata hovyo. Ni moja kati ya habari ambazo zinafichwa na vyombo vya habari vya Marekani pamoja na nchi za magharibi kueleza ukweli wa matukio namna ulivyo. Kisasi kimefanyika baada ya kuuawa kwa Ayatollah al-Khomeini, na serikali ya Irani haikutaka kuficha, imetangaza, kwa sababu wao wapo katika jihadi na hawana cha kuficha, bali wanatakiwa watangaze kila kitu. Japokuwa sasa jibu la kisasi kwa kuuawa Ayatollah Khomeini ndio limekwenda kumuua raisi al-hukumatu al-Israeli, raisi wa serikali ya Israel. Ijapokuwa vyombo vya habari vya nchi za magharibi pamoja na Israel bado vinaficha, lakini taarifa iliyoko mezani ni kwamba tayari amekwisha uawa, lakini pia Benjamin Netanyahu hayupo kwake, ameshakimbia, na hivi makazi yake maalum ya kwake binafsi yamekwisha shambuliwa. Ndugu zangu, tutaendelea kupashana habari na maendeleo ya vita hivi ambavyo vinaendelea kila baada ya muda kwa kadri ambavyo taarifa zitakapokuwa zinatokea. Usisahau kutupa alama ya subscribe, lakini pia kushare na kucomment. Lete maoni yako, unaonaje vita hivi? Je, madhara yake yatakuwaje katika nchi za bara la Afrika? Madhara yake yatakuwaje ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati? Lakini pia madhara yake yatakuwaje ndani ya bara la Ulaya? Ijapokuwa sasa inazungumzwa tayari madhara, sehemu ya madhara yamekwisha anza kujitokeza kutokana na mfereji wa Hormuz kufungwa, lakini wakati huo huo dola imeendelea kushuka, lakini wakati huo huo mafuta yameendelea kupanda. Haya ndiyo madhara ambayo tutakutana nayo, na mafuta yanapopanda maana yake na bei ya chakula itapanda. Ndugu zangu, hatuombei vita, hatuombei matatizo. Amani ndiyo msingi wa kila kitu, lakini hakuna ubabe katika rasilimali za watu. Hakuna ubabe katika rasilimali za watu. Hakuna mafanikio kutumia nguvu za kijeshi ikawa ni sababu ya wewe kupata unachokitaka. Njia bora na njia sahihi